Dalili 7 zinazoonyesha kwamba bado uko na muunganiko wa maumivu na mtu mnyanyasaji wa kihisia ama narcissist. Unapokuwa na muunganiko wa maumivu au muunganiko huu wa kihisia, tunasema trauma bond. Unapokuwa na muunganiko wa maumivu na narcissist, huwezi kufanya maisha yako kwa uhuru. Huwezi kuwa huru. Yaani unapokuwa naye karibu, hata ukienda mbali naye, unaweza ukaondoka mamia ya kilomita. Hata kama utaenda kwenye sayari nyingine, kama hujavunja muunganiko ulionao na yeye, huwezi kufanya maisha yako kwa uhuru. Huu ni muunganiko usioonekana na ni muunganiko ambao hauvunjiki kwa umbali. Lazima ujue namna ya kuvunja muunganiko. Nataka nikupe dalili 7 zinazoonyesha kwamba uko na muunganiko na narcissist ama trauma bond. Dalili ya kwanza, unamkumbuka sana baada ya kukuumiza. Fikiria mtu amekuumiza, ilitakiwa umsahau uendelee na maisha yako, lakini hata baada ya kuondoka, kuachana huyo mtu, unashangaa unakuwa unamiss. Unapoona unamiss mtu ambaye alikuwa na kunyanyasa na kukuumiza, ina maana sio kwamba umemkumbuka katika hali ya kawaida, ni kwamba kuna muunganiko wa maumivu ulionao kati yako na yeye, trauma bond. Lakini la pili, ukiona unajilaumu wewe badala ya kumlaumu yeye. Yaani kwa kifupi, anayebeba lawama. Huu ni ukweli kwenye maisha. Unatakiwa uwajibike moja kwa moja, lakini katika matukio mbalimbali wako wanaowajibika, wako ambao wanatakiwa wabebe lawama. Kwenye mahusiano ya kinarcissist, huyu mtu ambaye ni mnyanyasaji wa kihisia ndiye anayepaswa kubeba lawama, kwa sababu yeye ndiye aliyefanya yale mahusiano yafike mwisho. Yeye na tabia zake za kuumiza ndizo zimevuruga yale mahusiano, na wengine anaweza kumtupa mtu mwingine kabisa na kumfukuza. Kwa yeye ndio ameyasababisha maumivu kwenye maisha yako. Sasa unakuta badala ya kumlaumu yule aliyekuletea maumivu, unakuwa unajilaumu wewe. Labda sikufanya vizuri, labda nimefanya haraka sana kufanya maamuzi, au kuna dosari nirekebishe. Ina maana unapoona unajilaumu, upo katika muunganiko wa maumivu ama trauma bond. Dalili ya 3 ya kwamba uko na trauma bond ni kwamba unaamini kwamba atabadilika. Huu ni mtego mkubwa sana. Unapokuwa kwenye mahusiano na narcissist, alafu una matumaini kwamba bado atabadilika. Sio kwamba hiyo ni imani, hiyo sio imani wala matumaini. Hiyo ni trauma bond. Lazima uelewe. Na kwa experience yangu, kwa sababu mimi naelezea mambo ambayo ninayafahamu, ukweli ni kwamba ilifika wakati ambao kutokana na dini yangu na imani yangu, nikawa najitahidi kuomba, najitahidi, unafanya kila jambo kutengeneza ukiamini kwamba atabadilika. Ukweli ni kwamba si kwamba nilikuwa na imani kwamba atabadilika, lakini kile kifungo cha maumivu ndicho kilichokuwa kinanilazimisha. Kwa sababu kwa muda mrefu nilikuwa naona kabisa hapa hamna mahusiano, na natakiwa mahusiano yafike mwisho. Kwanza yameshafika mwisho katika hali ya kawaida, katika undani wa mahusiano, lakini nje ni kama figa iko pale. Sasa tunafanyaje? Namna gani tuna end hapa? Sasa ile hofu kutokana na yale maumivu yaliyopo pale, trauma bond ni kifungo cha maumivu, kwa kinakufanya ujenge tumaini kwamba atabadilika. Nakumbuka mtu mmoja katika kuwasiliana naye, basi ndipo mueleza madhara anayoyapata ambayo yeye mwenyewe akathibitisha anayapata. Kwa akawa bado anajipa matumaini, labda nitamuombea. Yaani ukiona una matumaini hayo, na kundi kubwa ni watu ambao mpo kwenye dini, una matumaini kwamba nitamuombea atabadilika. Sio kwamba utamuombea atabadilika. Kumbuka umeshamuombea sana. Kumbuka umeshafanya kila linalowezekana. Hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo hakuna badiliko hapo. Hali itazidi kuwa mbaya. Kinachokufanya uone kwamba atabadilika ni kifungo cha maumivu. Trauma bond ndio inakufanya ubebe matumaini hewa, uhisi kwamba atabadilika. Dalili nyingine kwamba uko na trauma bond ni kwamba kila unapoondoka kwa huyo mtu, unarudi tena na tena na tena. Unajua ile kwamba unaona kabisa haya sio mahusiano ya kuwepo. Unaondoka, mtu unatoka unaenda, labda unaenda kwenye familia, mnaachana, labda baada ya miezi 2-3 unarudi tena.
hali inazidi kuwa mbaya mara mbili, inafika mahali unaamua kutoka tena, unarudi tena. Kwa hiyo hali ya kurudi tena na tena ni dalili kwamba uko na kifungo cha maumivu na huyo mtu, trauma bond. Na ndio maana nimefungua group la uponyaji kwa ajili ya kuvunja hii trauma bond. Kwa hiyo kama unataka kuvunja hiyo trauma bond, jiunge na darasa. Tunaanza Jumatatu tarehe 23. Ya tangazo lipo, nimelipini hapo kwenye profile yangu. Utaona maelezo kuhusiana na gharama na namna ya kujiunga na darasa. Dalili ya 5, unakuwa unahisi kwamba huwezi kuishi bila yeye. Kiukweli kwenye akili unajua kwamba kwenye maisha naweza kuishi bila mtu mwingine kwa sababu kila mtu anajitegemea, lakini katika mwili wako, namna unavyojihisi, katika hisia fulani za ndani zinakwambia kwamba ni vigumu. Hivi unawezaje kuishi mwenyewe pasipo hivyo? Huyu ndio kama anayekuelewa zaidi. Yaani unajihisi, ukiunganisha na ile point ya kujilaumu, unakuwa unajihisi kana kwamba eti yeye ndiye anayekubeba changamoto zako. Kwa hiyo unakuwa unaona kana kwamba hakuna mtu mwingine. Yaani unakuwa umezoea ile maumivu katika kiwango ambacho unaona kwamba utakaa uweze kuishi na mtu mwingine. Kwa hiyo unajihisi kwamba huwezi kufanya maisha yako pasipo yeye. Na wakati huo kumbuka, tayari Narcissist ameshaichanganya akili yako. Alikuwa anakuambia hakuna mwanaume anaweza kuwa na wewe, hakuna mwanamke anaweza kuwa na wewe. Kwa hiyo unabaki tu una furaha, unabaki tu na maumivu, unabaki tu ukiwa unatafunwa ndani yako, unachemka, unaungua ndani yako, kwa sababu ukiwa una hofu kwamba huwezi kuishi maisha yako. Hapana, ulikuja katika sayari dunia peke yako. Rafiki yako wa kwanza ni wewe na adui yako wa kwanza ni wewe. Kwa hiyo mtafute wewe, find yourself. Jitafute wewe mwenyewe, iko ndio kipaumbele. Ukiweza kuwa na furaha na amani wewe mwenyewe, ndipo ambako unaweza ukaishi maisha ya furaha na amani na watu wengine. Ukijiona unatetea tabia zake kwa watu wengine, jua bado uko na muunganiko wa maumivu. Yaani unaona kabisa tabia zake sizo nzuri, lakini inapotokea mtu anaanza kuongea ni kama anataka kumtarget. Kama hivi tunavyoongea, unajikuta kama unataka umtetee hivi kwamba sawa lakini unamtetea. Ukiwa unajihisi unamtetea mtu ambaye anakunyanyasa, ina maana baada uko na kifungo cha maumivu. Dalili ya 7, ukiona unachanganya maumivu na upendo. Yaani upo kwenye maumivu alafu unasema nampenda sana. Kiukweli umpendi. Kinachokufanya uhisi kumpenda ni maumivu ambayo yamebeba sura ya upendo. Kwa hiyo sio upendo. Kinachokufanya ukae hapo ni maumivu, trauma bond, lakini sio upendo. Kwa hiyo unatakiwa ufanye mahesabu wewe mwenyewe kwamba roho yako inataka nini, nafsi yako inataka nini. Unapotembea katikati ya maamuzi, unakuwa unataka kufanya maamuzi, hujui unaamua nini, ndipo maumivu yanazidi kuwa makubwa na madhara yanazidi kuwa makubwa zaidi. Unatakiwa ufanye maamuzi wewe mwenyewe. Ujue kabisa unapoendelea kukaa mazingira na mtu kama huyo, hakuna badiliko, hakuna tarajio jema lolote kutoka kwake. Kubali kupoteza maisha yako. Lakini pale ambako utaona kwamba madhara ulionao ni makubwa, utakapoona kwamba kuna hatari, unajipoteza wewe mwenyewe, then una uhuru na uchaguzi wa kufanya maamuzi ili kuishi maisha yako kwa furaha na amani kama ulivyokusudiwa kuishi katika sayari dunia.